Arab and Israeli officials convinced you to not strike Iran? Nobody convinced me. I convinced myself. Nikukaribishe sana mtazamaji wa Zone Media, ambapo kama kawaida hapa tutakwenda kuangazia mambo mbalimbali yanayohusu Mashariki ya Kati, na leo tutajikita sana kwenye ni kwa nini taifa la Irani lina ujasiri mkubwa sana wa kuweza kuivimbia Marekani na kusema kwamba liko tayari kuanzisha vita na Marekani endapo tu Marekani itaamua Irani iingie vitani, kwa sababu Irani yeye amekaa kama mtu ambaye anasubiri achokozwe ndipo aweze kuingia vitani. Sasa inawezekana mtazamaji ukajiuliza, kwa nini taifa la Irani licha ya kupitia vikwazo kwa takribani miaka 40 lakini bado limekuwa ni taifa ambalo lina nguvu kijeshi, ni taifa ambalo kiteknolojia kwa hivi sasa, yani tunaweza tukasema kwamba wana science ambao ni hatari kweli, kuanzia kwenye nuclear, lakini hata kwenye masuala ya makombora, masuala ya interneti, masuala ya kuhusu masuala ya cyber yote kiujumla, kwamba Irani kwa hivi sasa kwa kweli imeendelea sana. Na hiyo imeonekana tu baada ya kuweza kufanikiwa kuzima mtandao wa Starlink wa Elon Musk, kitu ambacho kiliishangaza dunia kwa ujumla, lakini ulimwengu kastaajabu ni kwa jinsi gani Irani imeweza kufanya hivyo. Hayo ni maendeleo makubwa licha ya kupitia vikwazo kwa takribani miaka 40, lakini bado limesimama kuwa taifa lenye nguvu. Kufuatia misuguano kwa hivi sasa ambayo inaendelea kati yake yeye pamoja na Marekani, kwamba Marekani anadhaniwa huenda akaanzisha mashambulizi kuenda katika taifa la Irani, lakini Irani lenyewe ni taifa ambalo haliogopi chochote, haliogopi vitisho, haliogopi mashambulizi, zaidi na zaidi kumwambia Marekani na Israel kwamba endapo tutashambuliwa basi kambi zote za Marekani katika ukanda wa Mashariki ya Kati, maslahi yake yote ukijumlisha na Israel mshirika mkubwa wa Marekani, yatakuwa ni mlengo wa kijeshi kwa taifa la Irani. Yani makombora yake sasa, silaha zake za kivita zitakwenda kupiga hizo sehemu kama njia ya kulipiza kisasi. Sasa kwa nini Irani ina kiburi kikubwa sana kwa Marekani kwa hivi sasa? Kwa nini? Ungana nami mtazamaji tuweze kufahamishana. Kwanza, Irani ni moja kati ya taifa ambalo ulimwenguni kwa hivi sasa lina mtaji mkubwa sana wa makombora, kuanzia masafa mafupi, masafa ya kati na masafa marefu. Sasa umbali kutoka taifa la Irani lilipo hadi maslahi ya Marekani Mashariki ya Kati pale kwenye nchi kama Qatar, Iraki, Syria na maeneo mengine, lakini kutoka pia Iran kwenda Israel ni takribani kilomita kuanzia 1300 hadi kilomita 1500 1600 hapo, kwa sababu kutoka umbali kutoka Irani mpaka Israel ni takribani kilomita 1300. Sio mbali sana, kwa sababu ukisema kwenye upande wa makombora, Irani kwa kutumia kombora la Shahab 3 tu anaweza kutuma kombora hilo moja kwa moja likafika hadi Tel Aviv nchini Israel. Sasa ana makombora masafa ya kati ambayo yanazidi kilomita hizo, kwa sababu Shahab lenyewe linasafiri umbali wa kilomita 1300, lakini Emad linasafiri umbali wa kilomita 1700. Kuna kadri, unaona hilo kadri linarushwa baharini 1800 mpaka 2000. Sejil, kombora hatari kwenye vita vya siku 12 ambalo lilipeleka maafa makubwa na maswali mengi kwa maafisa wa Israel, lenyewe ni kilomita 2000, ni zaidi ya kilomita 700, yani 1300 mpaka Israel, lakini linaweza kuenda mbele zaidi kilomita 700. Sasa kama ataamua kuweza kulipiza kisasi, na maana analituma Israel, anaweza akaliongezea mwendo likafika hata Qatar, maeneo mengine mengi katika maslahi ya Marekani huko Mashariki ya Kati. Kwa kuna makombora mengi kama Horamshar 2000 lenyewe linasafiri, lakini kuna Qasim Basir lenyewe ni 1200. Kwa hiyo unaona ni kwa jinsi gani Irani kumbe kwa nini anapata tunasema ujasiri mkubwa sana wa kuweza kukinzana na Marekani, kwamba endapo Marekani itaanzisha uchokozi basi yenyewe itajibu moja kwa moja. Lakini sio tu utajiri wa makombora, Irani pia ana drone zinaitwa Shahedi drone. Shahedi drone ni drone ambazo zimetumika kwenye vita nchini Ukraine kwa mara ya kwanza. Alizitumia Mrusi kuweza kumchapa Ukraine, na Mrusi drone hizi alizitoa kwa Irani. Teknolojia ya drone kwa Mrusi anamtegemea Irani. Sasa basi Shahedi drone, Irani imewahi kusema kwamba ina maelfu na maelfu ya drone
Kwanza ni drone cheap, yani ni drone rahisi kutengeneza, hazina gharama kubwa, lakini zinaweza kuleta madhara makubwa. Drone hizi sifa yake zina uwezo wa kusafiri umbali wa kilomita 1300 mpaka 1500. Sasa kama drone za Shahed zina uwezo wa kufika umbali wa kilomita 1500 1600, hivi imagine Irani akaziporomosha drone hizo hata 1000 kwa wakati mmoja kwenda nchini Israel au Mashariki ya Kati, malengo ya Marekani yale ambayo huwa anayategemea, I say inaweza kupelekea maafa makubwa sana katika taifa la Marekani. Ndio maana anasema kwamba yuko tayari kuingia vitani pindi tu Marekani atakapo fanya mashambulizi katika taifa la Irani. Itambidi Irani aingie vitani kulipiza kisasi. Ndio maana anajiamini kwa sababu ana nyenzo za kutosha za silaha kupambana na Marekani. Shahed drone ni drone ambazo pia zina uwezo wa kupenya rada za ulinzi. Yaani mifumo ya ulinzi wa anga inaweza ishindwe kabisa kuzimudu Shahed drone. Ni drone hatari na drone zenye sifa kubwa sana katika ukanda wote wa Mashariki ya Kati, lakini kwenye mpango wa vita kwa sasa hivi kwenye dunia ya sasa hivi. Sio tu Shahed drone. Pia kuna drone nyingine ambazo taifa la Irani linazitegemea sana hizo drone. Drone hizo zinaitwa Mojaher-10. Ni drone za juzi tu ambazo zimeweza kuzinduliwa. Hizi zina uwezo wa kuruka zaidi ya kilomita 2000 na kubeba silaha na vifaa vya kielektroniki vya kushambulia. Mojaher drone, kuna video moja hivi jeshi la anga la Iran chini ya Abdulalim Mosavi, kamanda mkuu huyo wa kikosi hicho, kipindi anazindua drone ya Mojaher-10, ilionekana ni kwa jinsi gani ambavyo muundo wake ulivyo, ukubwa wake wa kubeba vifaa vya mashambulizi, lakini hata namna ambavyo mlio wake ulivyo. Yani haina mlio mkubwa sana, ndio tukasema ni silence drone. Yani inaweza ikarushwa msishtuke kwamba kuna drone imeweza kufika mpaka itakaposhambulia. Sasa ndio maana Irani anajiamini kwamba yeye haogopi kuingia vitani na Marekani, kwa sababu anajiamini ana drone za kutosha, tena kwenye makombora ndio usiseme. Kwa sababu Irani ilipogundua kabisa kwamba inapata vikwazo vikubwa dhidi ya mpango wake wa nyuklia kutoka magharibi, yenyewe ikaamua kuwekeza kwenye makombora. Ndio maana Israel ilipata tabu sana kwenye vita vya siku 12 kati yake yeye na Irani, kwa sababu ya uimara wa makombora ya Irani, uimara wa idara ya ulinzi, jeshi la anga la Irani, kwa sababu walikuwa wanayafyatua wale makombora. Yani kama ulikuwa mtazamaji unatazama zile video, inaogopesha. Mfano kombora la Sajil limerusha kombora, lilipofika kwenye anga la Israel likaanza kujitawanya. Ina maana vilipuzi vilikuwa vingi, vikawa vinashambulia maeneo tofauti tofauti. Ndio maana baada ya vita waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu alilaumu Irani kwa kutumia vilipuzi ambavyo vinakatazwa kwenye matumizi ya vita. Sasa sijui zilikuwa taarifa za propaganda ama ndo ni kweli, lakini alilaumu. Amnesty International pia ikalaumu. Kwa hiyo ikaishia hivyo na taarifa zilikuwa zipo kama zilivyo. Rais wa Marekani Donald Trump, yeye mwenyewe anajua kabisa kwamba Irani sio taifa la kawaida. Anajua kabisa kwamba akianzisha vita na Irani, madhara yake yanaweza kuwa ni makubwa sana. Ndio maana ripoti za mwishoni mwa wiki iliyopita zilikuwa zikieleza kwamba ni Marekani ilikuwa inahamisha vikosi vyake kutoka katika kambi ya Al-Udeid, kuhamisha baadhi ya watu, wafanyakazi pamoja na silaha, ili tu kupeleka sehemu nyingine kwa kujihami, kwa sababu kama vita vikianza itakuwa ni vigumu kwa wao kuweza kuhama kwa haraka, kutokana na hawajui mpinzani wake au adui yake Irani atakuja katika mfumo gani wa mashambulizi. Na alirusha satellite nyingi sana angani, ambazo hizo satellite zinatumika kuweza kuwaona maadui kokote kule wanapotokea kabla hawajafika katika anga la Irani. Unaona kwa jinsi gani taifa hili ambalo ni la Kiislamu na linaendeshwa kidini limejipanga na limejizatiti vilivyo. Viongozi wake Ali Khamenei, spika wa bunge Kalibafu, rais wa Iran Masoud Pezeshkian, katibu wa baraza la usalama la taifa Larijani, wote wamekuwa wakisema kwamba sisi bwana tupo tayari kuingia vitani pindi tu mtakapo tuchokoza. Hata waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi naye ameeleza kwamba sisi tuko tayari kuingia vitani kama tu mtakapo tuchokoza, na tusilaumiwe kwa chochote.
kwa sababu aliwahi kusikika afisa mmoja katika jeshi la Irani mwaka jana alisema kwamba kama mkitushambulia sisi, yani mkirusha kombora moja, sisi tutajibu kwa makombora 2000. Sasa Israel kwa udogo wake ule wakipata makombora 2000 itakuwaje? Ndio maana hata ripoti za hivi karibuni zimeeleza kwamba Benjamin Netanyahu, waziri mkuu wa Israel, alimuomba Trump kwamba asianzishe mashambulizi katika taifa la Irani kwa sababu Israel haiko tayari kuweza kupambana kivita kwa hivi sasa na Irani, kutokana na kwamba kwanza wametumia gharama kubwa kwenye kupigana vita vya Gaza, lakini cha pili wametumia silaha nyingi, nguvu kazi ya jeshi ni kubwa sana ambayo imepotea. Ndio maana hata katikati tulishuhudia maandamano ya wa Orthodox walikuwa wakiandamana wakipinga wazo la au pendekezo la kuingizwa jeshini kwenda kutumikia jeshi la Israel IDF, kana kwamba ile namba ya wanajeshi imepungua kwenye vita. Inawezekana pia kuna wengine wamestaafu, uzee na nini hivyo, wanataka vijana wapya wenye ari na nguvu ya kupambania taifa la Israel. Kwa hiyo kuna mambo mengi ambayo yalipelekea ile taarifa, hata baadaye rais wa Marekani Donald Trump akasema kwamba hakuna ambaye amenishawishi, mimi nimejishawishi mwenyewe kwamba nisimshambulie Irani kwa sasa hivi. Arab and Israeli officials convinced you to not strike Iran. Nobody convinced me. I convinced myself. You had yesterday scheduled over 800 hangings. They didn't hang anyone. They canceled the hangings. Kwa hiyo kuna mambo mengi sana ambayo yanatokea hapo katikati, lakini huo ndio ukweli kwamba kwa nini taifa la Irani limepata kiburi kikubwa dhidi ya Marekani. Cha kwanza, jibu unapata ni kwamba ubora wa silaha za kivita walizokuwa nazo hapo, ukianzia kwenye makombora, ukija kwenye ujasusi, ukija kwenye matumizi ya droni, yani kuwa na droni za kutosha. Lakini vile vile taifa hili pia lina wanasayansi wenye akili ambao wanajua teknolojia kwa kiasi gani ambavyo wanaweza kupambana na vitisho vyote kutoka kwa maadui zao. Sasa mtazamaji wetu, share maoni yako kwenye uwanja wa comment hapo, ili na sisi baadaye tuweze kupita nao ujumbe wako, tujue ni kwa jinsi gani ambavyo unaweza kuhabarika zaidi katika wakati ujao. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare.